ikija hesabu katika lugha ya Kiarabu, ajabu ya Mungu, ikiwa kinachohesabiwa ni cha kike, hesabu yake inachukua alama za kiume, na kikiwa kinachohesabiwa ni cha kiume, hesabu yake inachukua alama za kike. Hiki Kiarabu fasaha kina vurugu kwa kweli. Ndio maana wazee wetu wa zamani wanaozungumza Kimanga na Kishihiri hawataki hapo. Kiume moja kwa moja wakikata, kike moja kwa moja. Hawataki kufuata ile makanuni ya Kiarabu fasaha, yanachanganya. Inakuwaje kitu ni cha kiume halafu hesabu yake ifanywe kwa ya kike, na kitu cha kike hesabu yake ifanywe kwa ya kiume? Lakini ndio kanuni ya lugha ya Kiarabu fasaha ilivyo. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu asema thalathata quru, kasema thalathata quru kaitia te, kwa hivyo hizi quru hapa zitakuwa ni za kiume si za kike katika muundo wa maneno yake, na kwa hivyo ni tuhur ndio yenye sifa za kiume na sio haidh. Haidh na sifa za nini? Za kike. Angesema thalatha bila thalathata, basi quru hapa ingekuwa ni haidh. Ndio hoja ya Malikia na Shafi'ia. Kwa hivyo wakasema hapa inakusudiwa ni tuhur sio haidh, kwa sababu neno quru ni mushtarak, linafanya kazi huku na huku. Ngoja nikupe mfano wa Kiswahili nafikiri, kwa sababu kwenye Kiarabu hapa tunaweza tukapigishana kelele, wengine Kiarabu chenyewe hawakijui, wengine hawakitaki, kila mmoja na namna yake. Wanaotaka Uislamu tu sawa, si tatizo. Neno kamba katika lugha ya Kiswahili, tuna kamba mdudu baharini na kuna kamba hii ya kufungia. Sasa ukisema natoka sokoni kununua kamba, huyatupa utata hapo kwa sisi watu wa pwani? Umetoka kununua kamba kochi, kamba prawns au kamba ya kufungia. Sasa maneno ya mbele au ya nyuma yatatusaidia. Nimetoka kununua kamba, nimechoka kuanika nguo zangu chini. Sasa kwa kusema nimechoka kuanika nguo zangu chini, tushafahamu kwamba kamba hapa maana yake ni ile ya kufunga kutoka nguzo mpaka. Lakini ukasema kinyume chake, nimetoka sokoni kununua kamba, mke wangu katamani sana. Katamani nini? Kamba ya kufungia? Au katamani hao prawns wapikwe? Unaona sentence ya mbele sasa itakuamulia neno kamba pale limekusudiwa kitu gani. Tumefahamiana? Vipi? Nije bwana na njaa, nije nyumbani kwako kula saizi. Mke wangu leo ya tatu hayupo, shemegi yangu anaumwa. Shemegi yako hapa manake ni ndugu wa huyo mkeo. Umenifahamu? Kwa sababu mke wangu hayupo, shemegi yangu anaumwa, ndo kaka yake. Unaona yale mazingira yatakusaidia kulitafsiri neno shemegi pale. Lakini kama hukupata msaada utabaki kwenye utata. Sasa hapa anasema msaada wetu ni kusema thalathata, ile ta imeonyesha hii quru ni tuhuri na sio nini? Sio haidh, kwa tafsiri ya Maliki na Shafi. Tumefahamiana mpaka hapo? Wao wamefuata kanuni za lugha ya Kiarabu fasaha. Warajaha al-Hanafiyyah wal-Hanabila, lakini Mahanafi na Mahambali wao wametilia nguvu maana al-haidh, maana haidh, na Ibadhi yuko upande huu bi qarinatin ukhra, wao kwa hoja nyingine sio katika ile tafsiri ya aya. Kidalili je? Wa hiya anna lafdha thalatha khasun, tamko tatu ni kitu maalum. Wal khasu yadullu dalalatan qat'iyya, na khas inaonesha onesho la uhakika. Ala anna muddat al-iddati thalathata quru, kwamba muda wa idda ni quru tatu, min ghairi ziyadatin wala nuqsanin, pasina nyongeza wala upungufu. Wa hadha la yataallaqu illa idha kana al-mar'u bil qar'i al-hayd, isipokuwa illa idha kana al-muradu bil qar'i al-hayd, iwe muradi wake ni hedhi, kwa sababu hedhi ndo zinazohesabika kwa uhakika. Qur'u hazihesabiki, tuhuri hazihesabiki kwa uhakika. Kama mwanamke hapati hedhi, je, zitakuwa thalathatu quru, zitahesabika vipi? Mathalan ya maneno, ndio maana ikaja kule miezi mitatu. Wallahi lam yahidna, itakuwa ni thalathatu ashhurin, miezi mitatu, kwa sababu hapati nini? Hapati hedhi. Kwa hivyo hapati hedhi hatuna hesabu sisi katika kuhesabu. Hatuwezi kuhesabu tuhuri kwa sababu tuhuri ni vitu visivyohesabika. Anaweza kukosa hedhi ikaendelea tu. Mmefahamu hoja yake? Kwa hivyo hoja yake tupate hedhi kwa sababu hedhi ndio inayohesabika. Kwa hivyo hawa wakatilia nguvu kwamba ni hedhi na wale wakatilia nguvu kwamba ni quru, na yote yapo katika uwanja wa sheria. Leo umefahamu, wakisimama hao kwenye jukwaa wakashindana, waweza kukumiza kichwa. Huyu kenda hivi, mnavutana. Kila mmoja akashika lake. Kwa hivyo Hanafi, Hanbali,
na Ibadhi anaingia upande huo, wanahesabu hedhi, hawahesabu tuhuri. Shafi na Maliki wanahesabu tuhuri, hawahesabu nini? Hedhi. Na unaweza kuliona jepesi hilo, lakini linaweza likaleta mashaka. Maana mwanamke akiachwa kama anahesabu hedhi, anaweza kupata muda tofauti na kama anahesabu tuhuri. Na kwa mtazamo huo unaweza kumkuta Shafi na Maliki wakasema huyu bado eda yake haijesha. Hanafi na Hanbali wakwambia udaosha, eda yake kisha kuisha. Sasa je, hapa na wewe unataka kumrudia, usichupe madhehebu ukaona kwa nataka kumrudia, mimi nahamia kwenye Ushafi na Umaliki. Sitaki kumrudia, mimi nasema ishakusha, nahamia kwenye Hanafi na Hanbali. Ndio maana mahakama zinaamua hivi, hasa za makadhi. Madhehebu ya mwanamke ndio yanayoamua eda yake na hedhi yake, sio madhehebu ya mwanamume, kwa sababu sio wewe unayetokwa vile vitu. Yule mwenye kushusha mzigo ndo anayehesabiwa madhehebu yake. Na ndio maana unakuta wale madaftari ya kufungisha ndoa yana kipengele pale, madhehebu ya mwanamume, madhehebu ya mwanamke. Sasa jamaa zetu wasema madhehebu ya nini kuandika madhehebu kwenye vyeti? Anakataa mtu kuandika madhehebu kwenye cheti. Lakini ikitokea migogoro, akifika kule, sasa tunataka tuihukumu, yeye hakuandika kwenye cheti dhehebu lake. Kwa hiyo mahakama inaweza ikaamua inavyoamua, akaanza kulalamika. Kwa hivyo bado madhehebu inayo nafasi. Msione kwamba haina nafasi kabisa. Kwa sababu ukienda kule mahakamani, haya kuna rai mbili ndio hizi zinakutana. So lazima tuitilie nguvu moja. Sasa tunaitilia nguvu moja kwa msingi upi? Ikiwa nyie wawili kila mmoja ana rai yake, mkeo ana rai nyingine na wewe una rai nyingine, tunafanya vipi? Au arijalu qawwamuna, basi mpaka hedhi za wake zetu tuziamulie madhehebu zake. Nafikiri sio sasa. Sawa ni kwamba ile madhehebu anayokubali mwanamke, rai inayokubali mwanamke ndio itakayofanya, au ala laqali rai iliyopewa nguvu na mahakama au na mufti wa nchi, angalau hiyo unaweza ukenda. Lakini hiyo ina ugumu wake, kwa sababu utawazuilia watu wengine walio hawakubali rai zile kwamba lazima wazifuate, nawe ina mashaka yake vile vile. Ngumu inaweza kaleta migogoro katika uhuru wa kuabudu na uhuru wa kuamini. Haya, kwa hivyo tumefahamiana. Adhana sawa, tutakwenda tusome usul fiqh kwanza. Wewe unauliza maswali ya fiqh na mwalimu wa fiqh yupo hapa, msubiri mwalimu wa fiqh umuulize, au mwisho nitakupa fursa wa kukupendelea tu. Haya, inatupeleka katika sehemu nyingi. Hiyo ni moja. Tumefahamiana. ورجح الحنفية مثل nguvu, وهي لفظ ثلاثة خاص والخاص يدل على دلالة صحيحة على أن المدة تزال تقرؤ من غير زيادة ونقصان، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المراد بالقرء الحيض. ومثال ترجيح في اللفظ المشترك بقرينة حالية، na mfano kutilia nguvu kwa tamko ambalo limeleta utata kwa dalili ya mazingira, kauluhu ta'ala wayasalunaka anil mahidhi qul huwa adha. Lakini kaiandika vibaya aya huyo, kaiandika kama vile anayo haki ya kutia vialama anavyovitaka yeye ndani ya aya ya Qur'an. Aya ya Qur'an inanukuliwa kwa alama zile zile zilizobaki kwenye msahafu. Usiingize alama zako wewe. Sasa katulia vidoto viwili kwenye qul. Na sidhani kama hiyo qul inahitaji kuwekwa vidoto viwili. Sijui kwa kanuni gani ya uandishi, lakini hiyo ni makosa. Hivyo vichore kidogo vionyeshe kwamba ukubaliani navyo. Wayasalunaka anil mahidhi qul huwa adha. Hapo ndo kitu. Wanakuuliza kuhusu wakati wa kutoka hedhi au mahala pa kutoka hedhi au hedhi yenyewe, waambie hiyo ni maudhi. Hili neno mahidhi limetumika kwa tafsiri tatu tofauti. Wa mithalu tarjihi fi lafdh al-mushtaraki bi qarinatin haliya qawluhu ta'ala wa yasalunaka anil mahidhi. Neno mahidhi katika lugha ya Kiarabu ni tata, lina maana tatu, zote zinahusiana na hiyo hedhi, lakini tatu, mbili ndio mashuhuri. Moja, mahidh manake mahala inapotoka hedhi, kwa hivyo itakuwa ni ismu makan kwa wale waliosoma sarfu, makanul haidhi. Wanakuuliza kuhusu mahala inapotoka hedhi. Na mahidh pia ismu zaman, wakati inapotoka hedhi. Kwa maana pili wanakuuliza kuhusu wakati inapotoka hedhi. Na maana ya tatu, mahidhi ni hedhi yenyewe pia. Wasalunaka almahidhi, wanakuuliza kuhusu hedhi.
Je, maana ipi tuichukue? Wanakuuliza kuhusu mahala inapotoka hedhi, wanakuuliza kuhusu wakati inapotoka hedhi, wanakuuliza kuhusu hedhi yenyewe. Sote maana tatu zinawezekana, lakini mbili kubwa, wakati au mahala. Hasa anasema qul huwa adha, waambie hiyo hedhi ni maudhi, au hapo mahala ni pa maudhi, au huo wakati ni wakati wa maudhi. Iko zile tafsiri ngapi? 3. Fa'tazilu nisaa, jiepusheni basi na wake zenu fil mahidhi, katika huo wakati wa hedhi au hapo mahala pa hedhi au hiyo hedhi yenyewe. Wala takrabuhunna, wala msiwasogelee, hatta yatuhurna, mpaka watoharike. Na neno kusogelea hapa ni fumbo. Narudi tena, Qur'ani haitukani. Mwenyezi Mungu na Mtume SAW hawatukani katika kufundisha. Msiwasogelee maana yake nini? Jigi msifanye. Sio simsogelee maana yake mke uko huko, mmeambiwa nisikusogelee huko mama wewe. Sio hiyo. La takrabuhunna jigi. Matkaro jigi msifanye jigi. Ndio maana yake. Wala takrabuhunna hatta mpaka, yani ukubali muda hiyo lilghaya, iende mpaka watoharike. Kama wajatoharika useme mbona mezuia kidogo siku mbili, simepatikana nafasi kidogo. Haijapatikana nafasi mpaka watoharike. Tumepamiana, ndio ile hatta yatuhurna. Kwa hivyo aya imekuja hivyo, sura al-Baqara. Fa innal mahidha, kwani neno mahidhi yutlaqu, tumiwa fi lugha, katika lugha, ala zamani, juu ya muda, wal makani, na mahala. Fa huwa mushtarakun, basi hili neno tata. Wal qarinatu halia, na dalili ya mazingira, tufidu, inaleta faida anna al-murada al-makan la zaman, muradi ni pale mahala msipasogelee, sio muda. Muda utaingia ikiwa usipasogelee pale mahala, basi na muda huo ambao inatoka hiyo damu bila shaka utaingia. Lakini maana inakusudiwa ni mahala, sio ule muda. Liana al-araba ma kanu yahtazilu nisaa fi zaman al-haidh, walikuwa hawajitengi na wake zao katika zama za hedhi, kwa maana labda anahama anakwenda kukaa kwingine. Hapa sogelei pale mahala tu. Zile sehemu nyingine zote zile si neno, ile sehemu inotoka ile hedhi, eneo lile ndio linakuwa lina red card, kwa bakia kote huko ni yellow au white card. Tuache hapa kwa leo, na inshallah tutakuwa na nafasi ya kusema jingine.